Lakini mimi niwapongeze, imeanza vizuri na sema tu kwa sababu hao wanunuzi wanakuwa pengine wana tabia moja kwamba kama hajawahi kuona huo ufuta. Kwa mfano, mlivyouza sasa hivi mkija kuuza mara ya pili kama ni ufuta msafi, wataongeza bei. Maana kidogo kwenye mtu ambaye anaanza kuingia kwenye masoko haya kidogo wao wana wasiwasi kwa sababu hajauona. Ananunua tu kwa kuangalia kwamba tunaaminiana, ngoja tununue, lakini kama wakikuta ufuta ni msafi, mara nyingi mnada wa pili lazima bei ziongezeke sana. Sawa sawa. Hiyo nawapa tu nani. Sasa inachotakiwa hapo ndio utawahoji wakulima. Kuna ushirika hapo? Yupo, ninaye hapa. Mwambie awahoji wakulima kama wanakubali kuuza kwa kilo kwa shilingi 2430 au kama wanakataa. Sawa? Utaniambia kwamba wamekataa kuuza au wamekubali kuuza, kwa hiyo bei ili tuangalie nini tufanye. Sasa wakikataa au wakikubali, kuna form nimekutumia hapo kwenye WhatsApp. Nimeiona. Utaenda kuiprinti, utatujazia. Sawa. Sawa? Sawa. Utajaza kwa mfano kama kwa vile bei zimegongana hapa, unajaza tu jumla ya zile kilo ngapi, alafu bei 2430. Kwenye kukataa utatiki hapo kama wamekataa. Wakikubali utatiki pale juu pale kwenye wamekubali, bei utaiandika na jumla ya kilo basi. Sawa. Alafu nitaskani nikurushie pia. Utanirushia. Yaani huo ndio ushahidi wa wakulima kama walikataa. Ndio tutajua walikataa. Kwa hiyo mtaijaza, alafu mtainania hapa kwenye kamhuri, hata kama ni kesho nini utatutumia. Sawa, mimi nakushukuru sana. Kaka, kwa hiyo wahoji wakulima walizie wao wanaouza ndio waseme wanauza au hawauzi. Kama hawauzi tutarudia kuuza tena. Sawa. Lakini kama watakubali basi baada tu ya hapa sisi huko tuna ziendeleze taratibu za kutupatia akaunti ile kwa barua, alafu tutume invoice, hela mtawekewa na TMX kwenye akaunti yenu baada ya siku 3 za mauzo. Ina maana kuanzia leo kuja kufika Jumatano hela zimeshafika huko Chunya. Sawa. Haya, mimi nitaendelea na hatua hizo mkuu wakulima, kwa sababu ninao na maafisa wa shirika nao. Tutaendelea na hatua hizo na fomu tutakujazia kwa vyovyote watakaofanya maamuzi. Asante sana na usubiria nyinyi. Nakushukuru sana, asante sana. Haya. Hapo nani walio na ufuta store waliouza ni wangapi? Hanyi karibia wote. Hiyo bei umeiona? Tunakubaliana kwamba tuuze au tusiuze. Nicho tu. Tunauza. Wamenitumia. Inawezekana usiuze ukasubiri tena utunze mpaka mnada mwingine. Nafikiri mimi tuuze tuende shambani. Ndio mara ya kwanza kufanya soko la ufuta na chama chetu ndio siku ya kwanza. Kwanza tushukuru sana kwa bei hii na hawajaona ufuta, kwa sababu litakuwa waje watupekue kweli kweli. Rudieni tena, ngoja niwaambieni, mkulima unaweza kumuelimisha. Hata mimi nimeelimisha sana tu. Lakini kuna siku nimenunua mawe. Sijui mnanielewa sijui? Pamoja na elimu, lakini bado kuna watundu. Kwani humo kwenye tumbox tunapata ngulai? Ngulai mtu anafunga na anajiandaa na ngulai. Yaani ameificha sehemu ambapo hata wewe ukienda kufukua pale anatetemeka. Wakulima wapo. Na kwenye ufuta huu umeona na mawe. Si umeona kama tumepepeta? Kwa nafikiri mawe kwenye ufuta yanaingia mawe juu ya vipodi vile. Si mtu anaamua kurushia mchanga aongeze uzito. Hakuna cha kupigia chini. Ule ni ujanja tu wa mtu anachokifanya. Kwa hiyo kitu cha msingi tusimamiane ili tuimarisha masoko yetu. Tukichafua na soko tumechafua. Tumechafua. Lakini mimi nani hapa mtaongea tu. Mtaongea na mimi nitasikiliza.
vyovyote vile maoni yenu ili tuende tuweke vizuri soko letu. Na zikiingia, kila mtu aliyeleta ufuta lazima awe na akaunti. Hakuna hela tutakazolipana mikononi, hazipo. Huna akaunti, hela zako tunabakia nazo. Mbona kafungue akaunti, tawi liko hapa, kafungue akaunti tukutumukizie hela zako. Tunachokiogopa wewe ukachukue mwenyewe benki, alafu uanze kutembea nazo wewe. Lakini sisi tunasimamia maamuzi ya serikali na vyama vyote, hata wakulima wa tumbaku wote wanafungua akaunti. Huna akaunti, hela zitumbukii. Na saizi hakuna mtu kumchukulia hela mwenzake. Ninyi wenyewe mkaweke sahihi, mchukue hela zako, kanunue mfuko kidogo unaleta. Unaishiwa unaenda kununua tena. Msitembee na hela kama mabomu. Mimi nilikuwa naomba tu viongozi wetu ambao wako ngazi wako juu wajaribu kutuangalia, kwa sababu chama chetu ni kipya, basi wakipe kipaumbele kwa masoko yajayo, angalau tupate bei elekezi nzuri kama wenzetu walivyouza. Asante sana. Mimi nilikuwa naomba tu kwa bei ambayo iliyotoka sio mbaya sana, ila tunaomba tu jamani, ufuta tuzingatie kuwa msafi na tuwe washirika. Jingine nilikuwa naomba hivi, viongozi ambao walioteuliwa kwenye AMCOS ya kwetu wawe karibu na wakulima kwa ajili ya kuelimisha na kuelimisha kusafisha ufuta na kufungasha ufuta na kuleta hapa. Ano kama kwenye mfumo huu wa stakabadhi ghalani, mimi najua hela ya ushuru haka inasaidia tu kwenye AMCOS, lakini kuna mtunza ghala, kuna msafirishaji. Hilo sijui likoje hapa. Lakini kwa kwenye ushirika ni lazima tukubaliane misingi yote ya ushirika tutimize, lakini sisi iwe chachu ya kuelimisha wale ambao hawako kwenye ushirika. Ni matarajio yangu nyinyi mlio kwenye ushirika mtakuwa wasafi kweli kweli, hasiani kusafia ufuta. Lakini pia na nyinyi hamtachukua ufuta mchafu kutoka kwa wakulima wengine ambao hawako kwenye ushirika. Kwa hiyo hii kazi ni ya pamoja sisi sote. Sisi tutasimamia, mimi afisa ushirika, bwana shamba watasimamia kutoa miongozo ya namna kusafisha ufuta ili tupate bei nzuri. Nimepita kwenye semina wiki iliyopita. Wakulima mjisajili ili muwe mna kauli moja. Anayefanya ovyo mniambie mimi tu, huyu anaenda ovyo, basi mimi nimchukulia hatua. Lakini jambo la pili, sasa ufuta wote mlioleta hapa ni kweli shilingi 40 kwenye mjengeko wa bei ipo. Ni kwamba bei ya kusafirishia. Lakini umesafirisha nini? Si ndio umesafisha leo? Si ndio umeuzwa leo? Ina maana yule mnunuzi akija ndio anatuletea shilingi 40 zetu. Sijui mnanielewa sijui. Lakini hakuna shilingi 40 iliyokaa sehemu kwamba hiyo utapewa leo. Imetoka wapi tena? Chama chenye kipo, hakina ushuru, hakina nini. Leo ndio mnaanza kupata ushuru. Haya, ufuta ukiisha ufanye nini? Uendelee kuzuba mjini hapa? Si mwana ushirika? Mnabuni kazi ya kufanya. Tutauza pembejeo, tutafanya nini? Kuna unga chuti kwa nasaga hapo, unaenda duka unauza unga, au nyinyi mnaweka mashine ya kukoboa mafuta na mbona shughuli ziko nyingi tu. Ila zinawezekana mkiwa kwa pamoja. Vyama vya ushirika vinaweza vikakopa mpaka bilioni 2. Sijui mnanielewa sijui. Kama unavyokopa tumbaku hivi. Lakini muwe na malengo mahususi. Maafisa ushirika hao hapa kutoa elimu na wanakagua vyama hivyo kama vinakwenda vizuri na miongozo ya serikali. Kwa hiyo ninachotoa rai kwenu kwamba fedha ya usafiri itakuwepo, lakini ndio hii inatoka humo sasa. Ili kiitwe chama ni pale mnapata hati ya usajili baada ya kutimiza masharti yale yote. Sasa ndugu yangu ulikuwa unauliza kuhusiana na gharama za usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika. Katika mauzo ya mnada nimekwambia hela zako ni zile pale. Lakini mnunuzi aliyeshinda tenda ile anatakiwa kulipa yafuatayo. Atalipa gharama ya usimamizi wa uendeshaji vyama vya ushirika shilingi 60, shilingi 100, lakini atamlipa mtunza ghala shilingi 38. Atamlipa mtunza ghala, hazitakuja kwako. Atalipa dhamana ya utunzaji mazao ghalani, dhamana ile bima atalipa. Sawa? Atalipa usafirishaji shilingi zile 40. Atalipa gharama ya msimamizi wa mauzo, gharama za usimamizi wa mauzo
shilingi 2, atalipa mkoani shilingi 2, atalipa wilayani shilingi 2, atalipa vifungashio kale kamfuko kale shilingi 20, lakini atalipa maendeleo ya zao shilingi 30, lakini jumla ya vile vitozo vyote vinachukua shilingi 242, atajumlisha na ushuru wa halmashauri 3%. Hizo hazikuhusu mkulima, hazikuhusu mkulima. Sasa ili haya mambo yafanyike, yanafanyikaje? Nimekwambia hamkuwa na chama. Leo hii ndio nawapelekea akaunti sasa. Nawapelekea akaunti, atalipa vyote hivi kwenye akaunti ya chama. Si mnaelewa sijui? Umeelewa sasa? Sasa akishalipa mauzo haya, hapo ndio mtakuwa na nini? Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.